Bunge la Tanzania bwana limekumbwa na msiba mzito sana. Hii ni mara tu baada ya kutangazwa kwa kifo cha William Lukuvi ambaye alikuwa ni waziri lakini pia ni mbunge. Sasa Tanzania sasa hivi inaomboleza kifo cha William Lukuvi ambaye alikuwa ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo ambalo linajulikana kama Isimani. Kifo cha Lukuvi kinatonyesha kidonda cha bunge la 13 la Tanzania ambalo tangu kwanza kwake tarehe moja ama kwanza kwake Novemba mwaka uliopita, mwaka 2025, limepoteza wabunge watatu. Yani nikitaja wabunge hao watatu namaanisha kwamba huyu Lukuvi na mwenyewe akiwemo pamoja na Jenista Mhagama pamoja na Halima Nassoro. Sasa aliyekuwa mbunge wa Peramiho Jenista Joakim Mhagama alifariki dunia bana mwaka jana, ilikuwa ni Novemba, yani ilikuwa ni mwezi mmoja tu baada ya kuapishwa kwake. Hapa aliweza kufariki dunia tarehe 11 Disemba mwaka wa 2025 jijini Dodoma. Na hiyo ni taarifa ambayo ilitolewa na spika wa bunge la Tanzania Musa Azam Zungu, ambaye alisema kuwa bunge lilikuwa limepokea taarifa za msiba huo mzito kwa masikitiko makubwa kabisa. Sasa baada ya taarifa hizo pia kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yalizungumziwa kwenye mtandao, kizingatia kwamba huyu pia alikuwa ni mbunge na mwandani wa karibu sana wa Rais Samia Suluhu Hassan. Alikuwa na mwanachama kindaki wa chama cha demokrasia ama chama cha mapinduzi, samahani, nazungumzia CCM. Lakini tukiacha mbali kifo cha Mhagama, lakini pia kulikuwepo na kifo cha mbunge wa viti maalum na mwanachama wa chama cha mapinduzi CCM Halima Nassoro. Halima Nassoro na mwenyewe pia alifariki mwaka 2026, ilikuwa ni Januari tarehe 18. Alikuwa anajulikana kama Halima Eid Nassoro, ambaye alifariki katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam alipokuwa akipewa matibabu. Sasa Halima alifariki kutokana na matatizo ya moyo, na ndio tatizo ambalo pia lilimkuta Jenista Mhagama ambaye alikuwa ni mbunge wa Peramiho. Sasa zimekuja na taarifa zingine pia ambazo zimepokelewa kuhusiana na kifo cha huyu William Lukuvi, ambaye pia inasemekana kwamba alipata mshtuko wa moyo alafu akawaishwa hospitali, lakini kwa bahati mbaya akaweza kufariki dunia. Kifo kilimkuta akiwa yuko Dodoma kama ilivyotokea tu kwa Jenista, lakini kwa upande wa Halima bana, kifo kilimpata yeye akiwa yupo Dar es Salaam. Sasa hawa ni wabunge watatu mpaka kufikia muda huu hapa toka kuapishwa kwa bunge la 13 mwaka jana, ilikuwa ni Novemba. Sasa huyu ni mbunge wa tatu ambaye kwa bahati mbaya ameweza kufariki dunia. Inampelekea inafanya jumla ya wabunge ambao wamepoteza maisha katika bunge hili la 13 kuwa ni watatu. Sijui una maoni gani kuhusiana na hili drop pale chini kwenye uwanja wa comment.